Second Chronicle chapter 15 and verse 1. The Bible says, the Spirit of God came upon Azariah, son of Oded. He went out to meet Asa and said to him, listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, you will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. For a long time, Israel was without true God, without a priest to teach, and without the law. But in their distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. In those days, it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the land were in a trauma. One nation was being crushed by another, and one city by another, because God was troubling them with every kind of distress. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. When Asa heard these words and the prophecy of Azariah, son of Oded the prophet, he took courage. He removed the detestable idols from the whole land of Judah and Benjamin, and from the towns he had captured in the hills of the Ephraim. He repaired the altar of the Lord that was in the front of the portico of the Lord's temple. Then he assembled all Judah and Benjamin, and the people from Ephraim, Manasseh, and Simeon, who had settled among them for land numbers, and come out to him from Israel when they saw that the Lord his God was with him. They assembled at Jerusalem in the 3rd month of the 15th year of Asa's reign. At that time, they sacrificed to the Lord 700 head of cattle and 7,000 sheep and goats from the plunder they had brought back. They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul. All who would not seek the Lord, the God of Israel, were to be put to death, whether small or great, man or woman. They took an oath to the Lord with loud acclamation, with shouting, and with trumpet and horns. All Judah rejoiced about the Lord, the oath, because they had shown it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side. Glory be to God. Kuna kitu nataka tukiangalia pale as you come to prayer. Biblia inasema the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded. Now Azariah was the prophet by then. So the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, who was the prophet then. Then he came to meet Asa. Asa was the king of Israel during that season. Now the Bible says when he met him, these are the ones he told him. He told him, God is with you when you're with him. Okay? But if you forsake him, God will forsake you. So God will walk with you when you are walking with him. Glory be to God. Because God does not force his way to people. God comes to the people who have chosen and made a decision that they want to walk with God. Glory be to God. He does not force himself to people because he is the king. Glory be to God. And you see,
the popularity of God and the power of God is not controlled by the people who come to him. He is powerful, even though nobody is with him, he is still powerful. Glory be to God. So, the control yake na authority yake is not controlled by how many people he have. He is God, he is in authority, he controls the universe. Glory be to God. Even if everybody forsake him, still he remains God. Glory be to God. And he remains in authority. It is only, you see, it's only the politician. The power of a politician is controlled by how many people he can convince. So that's the power of the politician. That's all. If you don't have any person, politically you are irrelevant. That's all they say. Politically you are irrelevant. But if you control half of the nation with the population or the popularity of the people, then you become strong. But God does not work that. Glory be to God. Now he is with you when you are with him. Glory be to God. That means if you want God to walk with you, you are the one to initiate the walk. You are the one to initiate that movement. You are the one to initiate the relationship. That I want God. So I make a step towards him. Then God will start making step towards you. Glory be to God. And if you cannot make a step towards God, there is no step God will make towards you. Ukiamua kukimya, anaamua hakimya. That's all. Aone maybe who will suffer. But you realize you are the one who to suffer. Glory be to God. Now he told him God is with you when you are with him. Then the Bible says, and he told him, if you seek God, you will find him. But if you don't seek him, you will not find him. If you come and seek God, ukijileta kutafuta Mungu, utampata. Lakini usipomtafuta, hautampata. Glory be to God. Na kutafuta Mungu iko na maeneo mingi, iko na njia nyingi, ama iko na vitu vingi. Kile tunaita kutafuta Mungu. One, seeking him in prayer, kujaribu kumtafuta katika maombi. Glory be to God. Lakini hawezi kumfikia katika maombi kama miguu yako hairejeshwi katika njia ya sheria ambaye ndiye Mungu hufuata. Kwa maana wale ambao wanamtafuta Mungu ili wamfikie, lazima uhakikishe miguu yako imesimama katika njia ya sheria ambaye Mungu hufuata. Kwa maana kuna njia ile Mungu hufuata. Jina la Bwana litukuzwe. Na kuna njia ile ukishaweka miguu yako kuifuata utampata. Lakini kuna njia ile hata ukijaribu kuomba na ufanye nini, you will not find him. Kwa maana haendi katika njia hiyo uendayo. Glory be to God. Hautampata katika maeneo hayo unayotaka kutembea. So anamwambia if you seek, na ukiangalia mahali tumesoma inasema for a long time Israel and not through God. Katika muda mrefu Israeli ilikuwa imeondokea Mungu. Kumaanisha walikuwa katika ibada za miungu. Jambo la pili, Israel and no priest. Hakukuwa na kuhani who was the custodian of the law. And then the Bible says, and Israel and no law of God. Hakukuwa na sheria za Mungu katika eneo lile. Glory be to God. So ili wamfikie Mungu kuna vitu vinapaswa iendeshwe. Jambo la kwanza, lazima kuhani arejee. Na sheria za Mungu zirejeshwe katika nchi ili watu waache kufanya hicho mtu asikiaye kwa moyo wake, aanze kufanya kila sheria inayosema kifanywe. Glory be to God. Hiyo ndio inaitwa kumtafuta Mungu katika maisha. Waache kufanya hicho moyo wako na kupea kufanya. Uache kufanya hicho unasikia kinakupea raha kufanya. Uachane na hicho, uanze kufanya kutafuta sheria na sheria irejeshwe ili uanze kurejesha miguu yako katika sheria na uanze kufuata sheria kama vile ilivyowekwa. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa hiyo ndio inaitwa kufikia kumtafuta Mungu katika maisha ya mwanadamu. Praise the living God. Then Biblia inasema na wakati ule wa Israeli kulikuwa na shida, there was danger everywhere. Ya kwamba hata kutoka nje ni shida. Kwa maana there was fear all over. Zete ilikuwa inapigana na nyingine,
The nation was fighting another. Now, remember there is no God. And the Bible says, because God was troubling them. Kwa maana Mungu ndiye alikuwa anawasumbua. Sasa aliwasumbua kwa maana wameanza njia zake na wakaanza sheria yake. Wakaanza kufuata sheria mgeni. Mungu akaanza kuwasumbua, to trouble them, wasifikie kicho chema wanayotaka kupata wasipate. Na kuna kitu nitakwambia. Huwa anasema hakuna kitu ufanyika ulimwengu ambacho Mungu hajaruhusu kifanyike, either kizuri ama kibaya. Sasa kwa maana remember, God is the CEO of everything. So he is the final judge of what will be around to get him and what will not be around to come at this time. So hata ukiona hii COVID inaingia vitu corona na wengine watuambia ni watu walitengeneza, haya ni sawa, lakini hakuna kitu kitengenezwa na mtu ama kitengenezwa na shetani ambacho kinaweza fika katika ulimwengu huu ambacho Mungu hajatia kidole. Sasa because yeye ndio upiga signature ya mwisho, ndio aweka signature ya kwamba kitu kile nimekubali kipite. Atakubali kipite kwa sababu yake. Kuna kitu atakubali kipite in order to cause those people to humble themselves. Kuna vitu atapita, ataruhusu vipite ili afanye watu wale wainue mikono wamuinue peke yake. Sasa unajua wakati alileta Nebukadnezar ili amfanye awe mnyama, alitaka Nebukadnezar ajue hata ingawa ana nguvu, kunaye ana nguvu kumuliko, na anamleta kiasi ya kwamba anapaswa kumheshimu. Praise the Lord. So hakuna kitu upita ambacho Mungu hajaruhusu kipite. Glory be to God. Aidha ni kizuri. Biblia inasema yeye ndiye huleta kiongozi mbaya kwa sababu ya kusudi, ili aweze kupiga watu wale vichwa, kwa maana ni vichwa ngumu, na ndiye analeta kiongozi mzuri aweze kutawala watu. Jina la Bwana litukuzwe. So vitu vile utakuta Mungu ndiye anafanya, na usitaki tunene hicho kitu. Now anamwambia mtu anaitwa Asa, but for you Asa, be strong and don't give up, for your work will be rewarded. Sasa be strong. Remember, Asa amekuja into power, akaanza kutafuta kuelewa njia zile za Mungu na ni nini ambacho kiko na kaso. Moyo wake umeanza kuelekea kutafuta njia za Mungu, but he is in the midst of the people ambao wamekataa Mungu akaelekea Mungu ingine. He is in the midst of the people ambao wamekataa sheria wakaelekea katika sheria nyingine. He is in the midst of the people ambao mwelekeo wao ni kinyume na Mungu. Lakini yeye ameanza kutafuta kuelewa njia zile. So Mungu anamwambia, but for you be strong and don't give up. That means what you are doing, keep on doing it. Glory be to God. Keep on doing it, because there is a time that will come and God will reward your work. Even though what you are doing you don't see much result. You see, sometimes you may do something and you don't think whether iko sawa because everybody else is against it. You are doing something, you don't see a massive result as you would want to see. You want a massive result of what you have done. You are praying for the nation. But the more you are praying for the nation, unaangalia unashindwa, is didn't God hearing the prayers I'm praying for this country, or God is not hearing my prayer? Because when I look at the country, ninaona vile inaelekea na vile niliomba ni kinyume. Sasa sometimes when so things start happening, most of the people they lose heart and they stop doing what they are doing. But he is told, don't stop it. Keep on doing it. Glory be to God. And don't give up on what you are doing. Keep on doing what you are doing, for your reward shall be greatly, or for your work shall be greatly rewarded. Glory be to God. And I talk to the people, those who know that what you are doing is right before God. Even if the nation turns, let's keep on doing it.
Glory be to God. And we should not give up of doing what is right, because one time and one day our work shall be greatly rewarded. Glory be to God. You may see that tuko katika Yesasimo assembly and you think this more, unajua some people we preachers we want the crowd where people are shouting amen until heaven and earth answers. Glory be to God. Or the heaven and earth agrees together. And when you say hallelujah, the heaven and earth the answers together. When you ukija ni watu wachache kama nyinyi, then unasikia kama you are not a preacher. Amen. And you start thinking as if you are not doing a lot of work. Or there's no work, there's no job that you are doing. It's as if you are doing nothing. But I'll tell you one thing. What you are doing, don't give up. Let's keep on moving. And let's keep on walking that way. What you are doing shall be greatly rewarded. Glory be to God. For God is not a man. And I'll tell you one thing. God knows how to salvage. He knows how to salvage a precious thing out of the dirty things. He knows how to salvage it. Ana njia ya kuweza kuitoa hicho ambacho ni kibaya kizuri katikati ya kile kibaya. He can salvage it. Glory be to God. And you are serving God who cannot say a good thing is a bad thing. Glory be to God. And a bad thing is a good thing. You cannot say that. And you are serving a God ambaye huangalia, anajiangalilia, anaona what is going on, anatazama na anajua kinachoendelea. So Asa is being told, Asa, but for you be strong. Glory be to God. Keep on doing what you are doing. Just move on. God will reward your work. Glory be to God. And let us encourage ourselves this morning. Encourage ourselves that whatever we are doing, we should not give up. Glory be to God. If we are given ourselves to pray for the nation, if we are given ourselves to pray for our generation, if we are given ourselves to follow the Lord, where others are going in the different or opposite direction, no, not give up. Let us move on. Glory be to God. And whatever we are doing, one day, God will come to reward us. Glory be to God. But now, the Bible says, after Asa was told those things, he assembled the people of Judah and Jerusalem. Judah and Benjamin at Jerusalem. And the people of Ephraim, those who came to him, he assembled them. He brought them, ili wafanye acclamation, wa agree together. Ni Mungu gani watafuata. When they came, the Bible says, walitoka pande zote na maeneo yote. Na kitu moja walikuja wakafanya, Biblia inasema, they came and sacrificed to the Lord of Israel, the true God. And that day, they sacrificed 700 bulls. Dume za ng'ombe 7,000 or 700. Mbuzi na kondoo pamoja zilikuwa 7,000. And they sacrificed to God that day. And then the Bible says, and the people turned to God with all their heart. Glory be to God. That day, people turned to God with all their heart. Wakamugeukia Mungu, wakamwelekea Mungu kutoka moyoni mwao ndani. Wakamtazama Mungu. Then, wakaweka an oath na Mungu. Ya kwamba sisi, we shall seek God. Glory be to God. Na then wakaitangaza na wakaweka sheria. Yeyote ambaye hata mtavuta Mungu awapo. Awe mkubwa ama awe mdogo. Awe mwanaume ama awe mwanamke. Anyone who will not seek God awawe. Then the Bible says, and they sought God and he was found by them. Glory be to God. That means this. Hata nchi ikigeuka na kila kitu kiziwe sawa, kila mtu uelekesha moyo wake na mawazo yake katika kutafuta Mungu, mtu yule umpata. Kila mtu uelekesha maisha yake
katika njia ya kutafuta Mungu, mtu yule umpata Mungu. Or in other words, Mungu upatikana kwa mtu ambaye uweka moyo wake kumtafuta. Glory be to God. Huyo ambaye ameweka moyo wake, hata kukiwa hakuna Mungu mahali ulipo, mahali utembeapo hakuna Mungu, lakini mtu ambaye uweka moyo wake katika kumtafuta Mungu, Mungu upatikana kwa mtu yule. Then the Bible says, walipompata, then God gave them rest in every way. Mungu akawapea pumziko katika maisha yao yote. Glory be to God. Kwa kila kitu alichohitaji, Mungu akawafikishia pumziko, akawapea pumziko katika maisha yao. Glory be to God. Kuna kitu nataka imefanya nisome andiko lile. I want us to make a prayer before the Lord this morning, as we consecrate ourselves to God and as we give ourselves to God. Uwe ya kwamba it is in our heart, you have made a decision in our heart that we want to seek the Lord. Glory to God. Remember our fathers walitafuta miungu ingine wakajijenga kwayo, lakini sisi na kizazi chetu tunataka kumtafuta Mungu na tutamfikia. Glory be to God. And I believe tutamfikia, lakini lazima tuweke katika moyoni mwetu, it's God that we want, and we want to seek him until we find him. Tutamtafuta mpaka tumfuate. Kumaanisha tutageuza sheria tutembeazo nazo, tulete miguu yetu na maisha yetu katika sheria ambayo ni sheria ya uzima. Glory be to God. Na sheria ya Mungu tumtafutae kiasi hicho, na katika njia zile katika maisha yetu tutampata. Glory be to God. Tusipofanya hivyo tutaomba na hatutampata. Yes, everywhere, lakini ni Mungu ajifichaye, na ni Mungu ajifichaye apatikane tu na yule ambaye ameamua kumtafuta. That's the character of God. He knows how to find himself. Though he is everywhere, he is here. But huyu anaweza kumuona na yule asimuone. Yule anaweza kumpata na yule asimpata, na mko pamoja. Lakini kwako amejificha. Amejificha kwako kwa maana haujajifundisha kumtafuta. Glory be to God. Nakumbuka story moja wananena ya kijana mmoja was called Mark. Is an American. Mark, baba yake ni wale wazee walifikia Mungu katika maisha yao. So ni Mungu ambaye wanasema katika nyumba ya mzee yule Mungu alikuwa anakaa kama vile alikaa ya Ayubu. Na kijana alikomaa akisikia nyumba hii na Mungu, na everything they wanted hawangekosa. Na anasikia nyumba hii na pumziko kuliko mahali pengine. Wako katika nyumba iliyo na pumziko. Akiwa 16 years baba yake akakufa. Baba yake alipokufa akasikia Mungu ameondoka. Alikuwa tayari ameanza kujua huyu ni Mungu yuko hapa. At the age of 16 baba yake alikufa. Alipokufa akasikia Mungu ameondoka. Akasikia vile kulikuwa na urahisi wa kufanya mambo yameanza kugeuka. You have started struggling like any other man. Vile kulikuwa na amani katika nyumba, akasikia nyumba amani iliyokuwako imeondoka. Uvuli wa Mungu uliowapea raha katika nyumba hile, anasikia uvuli ule umeondoka. Akaamua kwenda kuomba Mungu arejee. So akaamua kwenda mlimani, akafunga kwenda kuomba. Alipoenda kuomba akasema, Bwana, na kuomba urejee kwa nyumba yetu kama vile ulikuwa vile wakati baba yangu alikuwa. Kwa maana wakati baba yangu alikuwa nilikuwa na kusikia katika nyumba. Lakini kwa nini baba yetu aondoke nawe uende? Ndio sauti ikamnenea. Ikamwambia sikuja nyumbani kwenu ovyo. Nilipofika kwenu, nilifika kwenu kwa maana baba yenu ndiye alinileta kwenu. Lakini yule alinileta aliondoka. Na kama yule alinileta aliondoka, sina haja ya kuishi tena. Nilipaswa kutoka. Kwa maana nyinyi mmebaki hakuna alinileta. Yule alinileta ameondoka na mimi nikaondoka.
So akamwambia, na mimi tafadhali na kuomba urudi, ni mimi nakuomba. Mungu akamwambia Mark, siwezi kuja tu ovyo ovyo. You must seek me like those other men. Utanitafuta kama vile watu wale wengine unitafuta. Usiponitafuta kama vile watu wengine unitafuta, hautanipata. Akamwambia Mark, go and seek me. So wako mlimani, kama maombi was seeking him, si angepatikana. Lakini Mungu amemwambia go and seek me vile wengine wanapata. Akatafuta Mungu for 3 years. Akijaribu kiondoa kile anaona si sawa. Akijaribu kuleta Mungu wake anaona ilislip kidogo. Anajaribu kuleta maisha yake katika njia. After 3 years akarudi mlimani. Bado Mungu hajafika. Anarudi mlimani, akamwambia Bwana, nimekutafuta miaka 3 kabisa. Tafadhali rudi. Siwezi kuishi dunia kama huko. Mungu akamwambia James, why are you joking? Go back and seek me. If you seek me, you'll find me. Maka akateremka tena. Another 3 years. Hiyo ni 6 years. Anajaribu kutafuta Mungu. Moyo wake una kiu. Unataka kumfikia Mungu. After that time, akarudi. Sasa that day, alirudi akiwa na papa mmoja. Alipoenda kuomba aliyamsema tu, Mungu nimekuja. Na leo, ninakuomba uje ama mimi nije. So, hakuna option nyingine, ni mbili. Either wewe uchoose kuja ama mimi nikuje. Kwa maana dunia haiwezi kalika kama wewe hauko. Na siwezi kuishi if you are not there. So you choose whether you come or I come. So when he said that, wanasema Mungu akafika, akamfunika. Alimfunika na uwezo ambaye alilala hapo mlimani siku 3. Siku 3 hajielewi mahali alipo. After that day, ndiye aliamka kidogo asikia akasema, Bwana, kama nimefanya makosa na kuambia unisamehe, naondoa hii kitu. Ondoa kitu nje. Mimi niende. Okay, Mungu akapungua kidogo. Akapunguza, akamwacha. Ndugu akateremka. Alipoteremka kwake, akagundua kila kitu kimegeuka. Glory be to God. Kila jambo limegeuka. Na maisha yake imegeuka. So anasema anytime that he was going to preach, akiingia katika mkutano huu aanze kuhubiri, Mark unaingia uvuli kama wingu la Mungu limewekea demarcation katikati yake na watu. Unaweka mahali ambayo hakuna mtu anapita. Ungekuja upite hapo, unagongwa na kile kitu naanguka. Na wakati ule anaanza kuhubiri hakuna mtu anatoka. So akiingia anaambia watu wasimame, ule anataka kutoka atoke. Kwa maana akianza kuhubiri wewe stop. Ukitoka utaanguka hapo mlangoni mpaka mahali. So he is walking with strange God. Glory be to God. But he sought God. Alianza kutafuta Mungu katika maisha yake. Akampata. Kwa maana kila mtu uelekesha miguu yake na maisha yake kutafuta Mungu mtaka. You remember T.R. Osborne? They speak about T.R. Osborne. That T.R. Osborne alipokuja kuhubiri, he was a Methodist preacher ambaye ametumwa na Methodist to go to India to preach. And when he went to India, akakuta India iko na miungu mingi. 33 million gods. India iko na 33 million gods. So alipofika kule akahubiri there is a God. Wakamwambia very good man of God. You have added to us another God. Yaani hawataki kuacha ile, wanaambia hata tumeongezea ingine. Imekuwa sasa 33 million na mwingine. Mwingine. And this man was so frustrated. He was frustrated that I want them to sing God that even I have not seen. Mimi sijawahi muona. Then akaita bibi yake Daisy, akamwambia Daisy, turudi Amerika. Wakapanda ndege wakarudi Amerika. Waliporudi Amerika, akachukua vitabu vyote akapia bibi yake. Akamwambia chukua vitabu vile pelekea viongozi wa Methodist. Waambie hivi, mimi I'm not trained to preach and then Jesus. And I will not preach again. Go and tell them I will not preach again. Because
I'm not ready to preach and then Jesus. Then akaja akajifungia kwa nyumba, akaambia bibi yake, I will not get out of this house until the day that Jesus will prove to me that he is really alive. He wants to seek him until the day you prove to me that he is able and he is alive. Not the day I wake of this house. And I will not preach anything. And then he started. He stayed in the house. Now he is not ready. Until the day Jesus will show and he show him he is right. So this man anaendelea kutafuta kukaa. One morning wanasema bibi alipoamka kwenda kutengeneza breakfast, Yesu akaingia kwa nyumba yake. Akaingia bedroom yake. Alipoingia kwa bedroom mahali yule mzee alisimama, alikuwa amelala. Tia Osborne anasema hakuongea chochote. Yesu hakuongea chochote. Alisimama pale for 2 hours. 2 hours. Na Tia Osborne akasikia vile anamtazama ndivyo anakufa kutoka unywele wa kichwa mpaka mguu. Vile anatazama na Yesu. Then after 2 hours, Yesu akaondoka. Na anasema hakumwambia kitu. Yesu hakusema jambo, alikimya tu. Then after 2 hours akaamka. Yesu akaondoka, akasikia amerudi ufahamu. Aliporudi ufahamu wake, akaamka. Alipoamka hivi, akitoka kwa mlango akakutana na bibi yake. Bibi yake kumwangalia, akamwambia, Osborne, you have met Jesus. Akamuuliza why? Akamwambia, your face have changed. Then mama akamwambia, nawe utatoka nje. Mimi nami sitatoka hapa. Kwa maana I cannot be a wife of a man with Jesus that I have none. So siwezi kuwa mke wa mtu akona Mungu na sina. So I'm going to go and tell those men of Methodist. Go and tell them to send me now. I'm ready to go. Because he has proven he is alive. Na slogan yake alikitembea tu na slogan, Jesus is the same yesterday, today and forever. Anasema it was a great proof. I show a great proof. Glory be to God. He sought him and he found him. Because anyone who seek him wholeheartedly, you'll find him. The Bible says, they sought him wholeheartedly. And they rejoiced because they got into this oath with all their heart. Glory be to God. And they are not divided. With all their heart, they have decided it's God we want to know. And they are focused to seek him. And then they started looking and seeking him. Finally, they found him. Anyone who brought himself to God in that way, he shall find him. Glory be to God. Amen. So, ukija utagundua men kama mtu mwingine ananena ati anajifungia nyumba na ndani. Anafunga nyumba na inafungwa na nje. Anachukua funguo, anarushia bibi yake nje. Anafunga nyumba. Akamwambia nitakaa kwa nyumba hii mpaka siku ile Yesu atakapokuja. If you not come, I will die in this house. I will eat nothing, I will drink nothing until the day you show himself to me. Then the day nitatoka. Na amerusha funguo. Yaani bibi akatafuta nyumba nyingine. Lakini yeye nyumba hii hatoki. He is so determined. Glory be to God. Are we really determined? Are we really determined that it is God we want in our life? Are we really determined that we want to consecrate ourselves to belong to him? Are we really determined that it is God we are looking for in our life? It is God
that we need in our spirit. Glory be to God. Amen. The people who dedicate and diligently seek him, finally they find him. Wale hujipeana na kumtafuta, mwishowe wanampata. And I want us, maybe for 5 minutes, tujilete katika kuomba, ili tulilie, tupeane mioyo yetu kwa Mungu asubuhi ya leo. Tumwambie Bwana Mungu, haya ni maisha yetu, tutapeana kwako. We want to give our lives to you. And we want to consecrate ourselves to belong to you. Glory be to God. And we want to disconnect ourselves kutoka mahali pengine, mahali tuliojiunganisha. Tunataka kuwa wako. Mioyo yetu tuirejesha kwako. Penzi zetu tuirejesha kwako. Hisia zetu tuirejesha kwako. Glory be to God. Ili mwisho iwe maisha yetu itatawaliwa nawe, na kizazi chetu kitaitwa kizazi kiliyomtafuta Mungu na kikampata. Glory be to God. Tutaitwa watu wanaoongozwa na Mungu, tuwe tumempata katika maisha yetu. And there is no other option. That's the only way. That's the only way. You don't have any other way, because tuliacha vitu vingine. Tuko katika njia hii, na hii njia tumekuja, lazima tuitafute na tuipate. Glory be to God. So for 5 minutes before we ingia for that major prayer, I want us to uchukue maisha yako na moyo wako, mwambie Mungu ni haya. Praise the living God. Haya ndiyo nimekupea, na sitachukua tena. I have given you and I will not take it again. I want you to direct me. It is sweet, and it is so sweet to be led by the Lord. In the name of Jesus. Let's pray.